Kwema lakini? Namshukuru Mungu, kwema sana. Siku ya pili kikosi kinaendelea na mazoezi, lakini pia ni mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo hapo kesho na kwenda kukutana na Nsingizini. Tuambie mpaka sasa kikosi kina hali gani, lakini pia maandalizi yanaendeleaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Siku ya tatu Eswatini, siku ya pili mazoezini na siku ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Nsingizini Hotspur. Namshukuru Mwenyezi Mungu, leo hali ya hewa ni nzuri kabisa. Tangu tumeamka asubuhi mpaka tumekuja kwenye uwanja wa mazoezi majira ya saa 9 kwa saa za hapa, sawa na saa 10 kwa saa za nyumbani Tanzania, ambao ndio utakuwa muda wa mchezo wetu. Hali ya hewa ni nzuri kweli kweli. Tunaomba Mungu kesho tena hali iwe hivi ili wachezaji wetu waweze kujiangalula. Tumefanya mazoezi yetu ya mwisho hapa katika uwanja wa Samuholo na kila kitu kimekwenda vizuri. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna hata mchezaji mmoja ambaye amepata hitilafu ya kiafya. Hii ni kusema ya kwamba wachezaji wetu wote 22 watakuwa sehemu ya mchezo kesho. Ni jukumu tu la Mwalimu Pantev kuangalia nani anamtumia katika mchezo huo na kuangalia nani anafaa kimbinu kuelekea katika mchezo huo. Nilikuwa nikipita kwenye peji za Nsingizini, naona na wao mashabiki wanao wana Simba, pengine mpaka sasa semaji, una taarifa zozote wa wana Simba kujoin katika eneo hili? Tunao mashabiki wachache wa Tanzania wanaoishi hapa Eswatini, lakini tunao wengine ambao wanakuja kutoka mataifa mbalimbali ambayo yameizunguka hii Afrika Kusini, yameizunguka hii Eswatini. Kuna mashabiki kutoka Afrika Kusini, ni wengi zaidi wanakuja. Kuna mashabiki kutoka Msumbiji kwa sababu hii nchi imepakana na Msumbiji, lakini kuna mashabiki kutoka Botswana, Namibia. Wote hao wanakuja kwa ajili ya kuiunga mkono Simba yao. Wanaweza wasiwe wengi kama mashabiki wa Nsingizini ama mashabiki wa Eswatini, lakini tunaamini hao wachache watakao kuwepo wataweza kuipa nguvu timu yetu ya Simba Sports. Na mechi hii ni kubwa sana kwa hapa Eswatini. Ina umaarufu mkubwa, ina popularity kubwa, ina mhemko mkubwa. Kwa hiyo tunategemea uwanja utakuwa full. Pamoja na kwamba ni mdogo, lakini utakuwa full kwa maana mashabiki wengi kwanza wanataka kuiona Simba Sports, na mashabiki wengi hapa wanaifahamu na kujua na kuiogopa na kuheshimu Simba Sports. Kwa hiyo wanataka kuiona hii Simba ya aina gani, na wana kumbukumbu nzuri. Mara ya mwisho kuja hapa Eswatini tulifanya ukatili mkubwa sana, tulimdungua Mbabane mabao 4-0. Kwa hiyo wanataka kuiona Simba hii bado ina makali yake ile. Lakini kwa ripoti ambayo nimezipata, timu ya Nsingizini ni timu ambayo inakuja kwa kasi kubwa hapa Eswatini. Walikuwa na Mbabane Swallows, sasa hizi imeibuka yenyewe Eswatini, Nsingizini. Kwa hiyo imeteka attention za watu. Kwa hiyo ni mechi kubwa, ni kubwa sana ambayo tunaamini itapata watu wengi kweli kweli siku ya kesho. Kocha anazungumza nini anapoelekea kwenye mchezo wake wa kwanza akiwepo Simba Sports Club hapo kesho? Mwalimu yuko very open ya kwamba hizi ni mechi za kuqualify na unatakiwa mechi zote mbili uzicheze kwa approach ya kitofauti ili uweze kuvuka. Amepata wiki 2 za kukaa na vijana wake, zimemsaidia kwa namna moja ama nyingine kuwaambia wachezaji anataka falsafa gani, kuwaambia wachezaji anataka mpira gani, kuwabadilisha wachezaji kwenda kwenye mtindo na mfumo anaotaka yeye. Japo haiwezi kubadilika kwa 100%, lakini tayari imeshaanza kuonesha dira ya kuelekea kule ambako yeye anakotaka. Na hiki ni kipimo chake cha kwanza ambacho tunaamini kitampa majibu mazuri ya kwamba amefanikiwa kwa kiwango gani kuelekea kwenye Simba anayotaka yeye. Unapomtazama mpinzani kama Nsingizini, unapata picha gani hasa kwenye michuano ya klabu bingwa msimu huu? Unajua kwenye kila mwaka lazima kuna timu inakuaga ya surprise. Mwaka jana kwenye kombe la shirikisho tulikuwa na Stellenbosch. Mwaka huu huwezi kujua atakuwa nani. Kwa hiyo ukiangalia Nsingizini ni timu inayokuwa
inakuwa kwenye ubora, inakuwa kwenye kiuchumi, timu ambayo inakuja juu kila siku. Kwa hiyo anataka kuandika historia yake, anataka kuandika heshima yake, anataka kuanzia hapa kuelekea kwenye kuliteka soko la Afrika. Kwa hiyo namtazama kama mpinzani. Unajua ni bora ukacheza na mtu ambaye tayari ana mafanikio kuliko kucheza na mtu ambaye anataka mafanikio. Anakuwa ni mbogo, anakuwa ni mkali, anakuwa analazimisha kupata mafanikio. Pengine uchu ni upi wa wanasimba msimu huu, malengo hasa kwenye michuano hii? Msimu uliopita ilikuwa ni lobo. Klabu bingwa amerejea tena, lakini msimu uliopita umefika hadi finali ya kombe la shirikisho. Coach, can I have your time please? Okay. Kwanza turudi group stage. Hilo ni jambo la msingi sana, group stage ya ligi ya mabingwa. Tukifika group stage tunataka robo finali, kwa sababu sisi tumekuwa tukiishia robo finali. Tukifika robo finali tuianze kuitafuta nusu finali, kwa sababu ndio hatua ambayo hatujafikia kwa muda mrefu. Kwa hiyo tumalizane na Nsingizini, tufanye tunachoweza kufanya, tuende hatua ya makundi, tumalizane kwenye hatua ya makundi, twende kwenye hatua ya robo na hatimaye. Kwa hiyo malengo yetu msimu huu ni nusu finali ya ligi mabingwa Afrika. Na wanasimba tayari wamejitokeza, mashabiki hapa, neno moja, lakini pia na wale ambao bado hawajafika. Mashabiki wa Simba wa hapa Eswatini waje kwa wingi. Wenye waje tu, jukumu la kuingia uwanjani watu wache sisi viongozi wao. Waje wanapoweza kuja kwa wingi wao, kwa sababu tunawahitaji sana, na wamehimisi Simba kwa muda mrefu, almost miaka 6 hawajaiona Simba ikija hapa Eswatini. Kwa hiyo waje waishangilie timu yao, twende tuipeleke Simba yetu makundi. Tunachokitaka ni kwenda makundi, na tukiweza kumalizia kazi hapa itakuwa ni unyama zaidi. Okay, shukrani sana. Asante sana.